katika maisha yako. Yesu aingilie katika watoto wako. Yesu aingilie katika mashamba yako. Yesu aingilie katika ndoa yako. Yesu aingilie katika nyumba yako. Yesu aingilie katika jina la Yesu. Afanye kitu katika malango yako. Neno la Bwana ambalo tumetumwa ili tukuletee ujumbe wa Yesu. Ni kazi kwako kutega macho yako na kutega masikio yako na kuwa tayari kufungua moyo wako ili Bwana apate kukuhudumia. Fungua moyo ili Mungu aweze kupata kukuhudumia wewe pamoja na familia yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila mwenye pumzi na chape makofi mengi mengi, na nisikie vigelegele kwa wana wa Mungu.
mikono juu namna hii. Pop. Pop. Tunakuinua Bwana, wewe wa ajabu. Tunakuinua Bwana, unastahili. Tunakuinua Bwana. Nyosha tu mikono juu. Na ajabu. Yesu anakuona. Kuinua Bwana. Nisikie watu wakiimba. Tunakuinua Bwana. Wewe wa ajabu. Haleluya. Tunakuinua Bwana. Wakati mtumishi wa Mungu anapanda mahali hapa. Kuinua Bwana. Wewe wa ajabu. Tunakuinua Bwana. Unastahili. Tunakuinua Bwana, wewe wa ajabu. Tunakuinua Bwana, unastahili. Sisi muinue Bwana, muinue tu namna hiyo, wewe wa ajabu. Muinue, tunakuinua Bwana, muinue tu juu namna hiyo, unastahili. Sisi tunakuinua Bwana, muinue Bwana, wewe wa ajabu. Tunakuinua Bwana, tunakuinua Bwana, wewe wa ajabu. Tunakuinua Bwana, unastahili. Tunakuinua Bwana, wewe wa ajabu. Tunakuinua Bwana, unastahili. Sisi tunakuinua Bwana, muinue juu kabisa, juu kabisa, juu kabisa. Sisi tunakuinua Bwana, wewe wa ajabu. Muinue tu juu. Tunakuinua Bwana, unastahili. Umestahili Yesu. Twende, twende, twende. Umestahili Baba. Umestahili Yesu. Twende, 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 twende. Tutapiga kelele hatuachi, tutapaza sauti zetu kama tarumbeta. Tutapiga kelele hatuachi, nisikie kelele za ushindi. Tutapaza sauti zetu kama tarumbeta. Tutapiga kelele hatuachi, tutapaza sauti zetu kama tarumbeta. Twende na leo, twende, twende, twende. Umestahili Baba, umestahili Yesu, umestahili Yesu, umestahili Baba, umestahili Baba, umestahili Yesu, umestahili Yesu, umestahili Baba, umestahili. Nisikie shangwe na
kwa Yesu, ruka. 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 Ruka kwa Yesu, ruka. 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 Ruka kwa Yesu, ruka. Haya, nyanyua mikono juu namna hii. Zungusha, zungusha. 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 1, 2, go. Chapia Yesu makofi mengi. Haya, tosha, tosha, tosha. Haya, tosha, tosha, tosha. Haya, tosha, haya, tosha. Nisikie makofi mengi mengi kwa Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ni ibada ambayo sasa tunakwenda kujikabidhi kwa Bwana. Ikiwa uko maeneo yoyote unatuangalia kwa namna ambayo umepata neema ya kuwa katika runinga yako hiyo, ni wakati wa kwenda kupokea muujiza wako. Haleluya, haleluya. Fanya namna hii, ishara ya unyenyekevu kwa Bwana. Mataifa yote tumeitwa twende kwa Bwana, maana yeye ndiye mtetezi wa wote, yeye ndiyo kimbilio la wote. Haijalishi ni jambo gani lililoko mbele yetu, kwake kuna ushindi, yote yanawezekana. Haleluya, haleluya, haleluya. Unaweza ukaongeza tu urefu wa mikono yako ili Bwana apate kukuhudumia sawa sawa na uhitaji wako. Ikiwa uko katika kijiji, uko katika mkoa, uko katika mazingira yoyote, unasikiliza habari ya ibada hii, Bwana akapate kukujibu haja ya moyo wako. Ni wewe kufungua moyo wako na kupokea ile neema ambayo Mungu amekupa, maana wapo ambao hawajaipata hiyo neema. Haleluya, 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 haleluya. Mataifa yote yatakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Mataifa yote yatakusanyika mbele. Ongeza sauti yako tena. Tafakari maneno ya wimbo. Tafakari Mungu alikokutoa. Ndio. Tangu asubuhi mpaka saa hii. Yes. Ni kwa neema yake. Amekuvusha na changamoto nyingi mno. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Mioyo yetu inakuadhimisha Bwana. Haipo mwingine zaidi yako Jehova. Yes. Tunakuinulia sifa zetu. Wakimwimbia, wakimwimbia, wakimwimbia Bwana. Haleluya Bwana. Wakimwabudu Bwana, wakimwabudu Bwana, wakimwabudu Bwana. Haleluya Bwana. Ni haleluya Bwana. Ni haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, mwambie Bwana nakushukuru. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya jioni ya leo. Mwambie Bwana ninakushukuru. Ni kweli. Maana isingekuwa ni wewe, mimi nisingelikuwepo. Isingelikuwa ni wema wako, nisingelikuwepo. Wacha neema ya Mwambie Kristo. Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Mwambie asante Jehova.
Mwambie tu asante Jehova. Wacha tulibariki jina lako. Wacha tukushukuru mfalme wa amani. Wacha tuzipambe sifa zako. Wacha neema yako ipate kuongezeka mahali hapa. Wacha tuendelee kuona utukufu wako. Wacha tuzione baraka zako mahali hapa. Wacha neema yako izidi kuongezeka katikati ya mtu mmoja ambaye yuko mahali hapa. Wacha uweza wako, wacha nguvu zako zipate kudhihirika. Wacha mamlaka yako idhihirike katika jina la Yesu. Tunaendelea kukamata maeneo mbalimbali, wanaotufuatilia kwa njia ya Facebook, wanaotufuatilia kwa njia ya Instagram, wanaotufuatilia kwa njia ya TikTok, wanaotufuatilia kwa njia ya YouTube. Wacha Bwana usimame katikati yao. Tunaendelea kulitia jina lako, tunaendelea kuitia uweza wako, tunaendelea kuitia mamlaka yako. Wacha uweza wako na nguvu zako vikaendelea kuongezeka katika ya maisha ya mtu mmoja ambaye yuko mahali hapa. Neema yako na uwezo wako na nguvu zako Bwana vikaendelea kuongezeka katikati yetu Bwana. Ninakamata kila aina ya nguvu za giza, nguvu za giza ninazikamata. Malango yote yaliyofungulia, malango yote yaliyofungua, nguvu za vita tunakamata kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wacha mamlaka yako, wacha uaminifu wako ukapate kudhihirika mahali hapa kwa jina la Yesu. Yes. Mahali popote ulipo, nyosha mikono yako namna hii. Sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, ninaomba unikubali katika ibada ya leo. Ninaomba unikubali, maana niko tayari kusikia neno lako, maana niko tayari, maana niko tayari, niko tayari kusikia neno lako. Sema wacha neno lako liende katikati ya watoto wangu, liende katikati ya familia yangu, liende katikati ya biashara yangu. Sema wacha neno lako, wacha neno lako liseme ndani ya maisha yangu. Amen. Mahali popote ulipokaa, kaa mahali popote ulipo. Asante sana watumishi wa Mungu Praise Team. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa kuwa anaendelea kutupa neema yake ya kusikia neno lake. Niendelee kukukaribisha wewe ambaye uko nchi za nje mbali na Tanzania, Mtanzania mwenzangu ambaye uko Zambia, Mtanzania mwenzangu ambaye uko Kenya, uko Uganda, uko Dubai, uko Misri, mahali popote ulipo. Tunakushukuru sana kwa kuungana nasi katika chaneli yetu. Endelea kutembea pamoja nasi katika somo letu linalosema namna maneno mabaya uliotamkiwa au kujitamkia yanavyoweza kukwamisha maisha yako. Endelea kuwa pamoja nasi, usiache kutufuatilia, maana bado somo hili linaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Niambie, mimi ni mtu wa maana sana. Sema mimi ni mtu wa maana sana. Sema tena, mimi ni mtu wa maana sana. Jifunze kujitamkia maneno mazuri. Hata kama wengine wanakutamkia maneno mabaya, lakini wewe jitamkie maneno mazuri. Hata kama wengine wanasema wewe hauvutii, wewe sema mimi ninavutia katika jina la Yesu. Hata kama wengine wanasema huyu mama au huyu baba hapendezi, wewe sema mimi najiona napendeza katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya tena.
Haleluya. Na tena, ndugu zangu wapendwa, ninayo furaha kubwa kusimama mbele yenu tena siku ya leo. Niendelee kumshukuru mtumishi wa Mungu, mchungaji wetu Caroline, pamoja na ofisi yake mwinjilisti Elisamehe, pamoja na mwinjilisti Ngelula kwa nafasi hii walionipatia kusimama mbele yenu, pamoja na baraza lote la usharika wa Marindi. Mungu awabariki sana. Lakini Wakristo wa Marindi mbarikiwe sana. Haleluya. Okay, tunaendelea na somo letu kama tulivyosema siku ile ya mwisho. Tunaendelea na somo letu linalosema namna maneno mabaya uliotamkiwa au kujitamkia yanavyoweza kukwamisha maisha yako au kuyaharibu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Okay, na nikukumbushe tu kidogo, tunaendelea na kile kipengele kinachosema nguvu iliyoko kwenye maneno. Nguvu iliyoko kwenye maneno. Na siku ya jana ile tuliishia kwenye lile eneo linalosema wakati mwingine unaweza ukatamkiwa maneno mabaya kwa sababu ya hali ulio nayo, eza hali ya umaskini, hali ya kushindwa kujibu mahitaji yako. Watu wengine wanaweza wakatumia hicho kipengele kwa ajili ya kukutamkia maneno mabaya. Lakini wewe ambaye kuna kitu unakiona mbele yako, kwa kuwa hakuna mtu ambaye anaweza kuyaona maisha yako kwa hali ya kawaida, lakini wewe unaweza ukayaona maisha yako katika hata hali ya kawaida. Kwa nini? Kwa sababu kwenye maisha kuna namna unavyojiona ukiongezeka. Kwa hiyo kuna watu wanakuona uko pale pale, maadamu wewe unajiona kama anayeongezeka. Na mimi nikikutazama na kuona kama anayeongezeka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nikawaambia jana kwenye kisa kile cha Nehemia, kwenye kile kitabu cha Nehemia sura ile ya 5 kuanzia mstari wa 1 mpaka ule wa 6, na tukaishia pale mahali ambapo neno la Mungu linasema, nami nilikasirika sana niliposikia kilio chao na maneno hayo. Kwa nini? Kwa sababu tulisema siku ile kwamba wakati wana wa Israeli walipotolewa utumwani, basi utumwa mwingine uliofuata ni kwa wao wenyewe kwa wenyewe, ndugu kwa ndugu. Unakuta katikati ya familia moja wako watoto 6, na katikati ya watoto 6, katikati ya hao mmoja amefanikiwa, basi yule mmoja anawakopesha wenzake na anachukua mali zao. Kama kuna sehemu ya mashamba anachukua, kwa sababu hali ya nchi ilikuwa ni mbaya, kwa sababu ya njaa ambayo ilikuwa inatawala katikati ya nchi yao. Na siku ile ya jana tukasema ya kwamba inawezekana katikati ya maisha ya kwako kuna mahali ambapo ulifika vitu vyako vikachukuliwa kwa sababu ya hali yako uliokuwa nayo. Kuna kipengele ambacho sasa watu wengi wanapitia, tunakiita kausha damu. Watu wengi wanapigwa na kitu kinachoitwa kausha damu. Kuna mama wanalia, kuna baba wanalia kwa sababu ya fedha walizozikopa, wakawapeleka watoto wao shule, wakalipa ada, wakafanya vitu kadha wa kadha, na mwisho wa siku wale wazazi wakawa wanatembea katikati ya maisha magumu. Kwa nini? Kwa sababu waliweka nyumba rehani wakiamini ya kwamba watalipa, alafu mwisho wa siku wakashindwa kulipa zile fedha, na mwisho wa siku vile vitu vyao vikachukuliwa. Uchumi wa familia ukapigika, baba wa familia akapigika, mama wa familia akapigika, na watoto wa familia wakapigika. Sasa niko hapa kwa ajili ya kurejesha vya kwako katika jina la Yesu Kristo, vilivyochukuliwa kwa namna yoyote. Haijalishi ya kwamba uko wapi, kwa maadamu tu unatufuatilia, vya kwako vitarejea katika jina la Yesu Kristo. Walivyovichukua kwa sababu kuna kitu ambacho ulikuwa unakitafuta katika familia yako, lakini wakachukua vyako. Ninakuapia katika jina la Yesu ya kwamba vitarejea tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya, haleluya. Okay, sasa tunaendelea kwenye mfano huu. Wana wa Israeli, kutokana na hali waliokuwa nayo, walikuwa wanapitia vita vingi sana, kama na sisi tunavyopitia vita vingi sana kutokana na hali tulizo nazo.
ninatamani tusome neno la Bwana katika kile kitabu cha Nehemia sura ile ya 4 mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 4. Ninaomba mwalimu uchukue maiki unisomee hapo mahali katika kile kitabu cha Nehemia sura ile ya 4 mstari wa kwanza mpaka ule wa 4. Hapa tutaona kisa kimoja kizuri sana. Wakati wana wa Israeli wanapitia katikati ya kipindi kigumu, habari ya ulinzi wao ambao ulikuwa ni ukuta wao, Biblia nasema ya kwamba umebomolewa na Wababeli. Na wakati huo wana wa Israeli wanapitia kipindi cha shida, wanapitia kipindi ambacho hakina matumaini. Kwa nini? Kwa sababu maadui zao walikuwa na malango ya kupitia. Biblia nasema ya kwamba huyu nabii ambaye anaitwa Nehemia, maandiko yananiambia ya kwamba akakubali kuiacha kazi yake nzuri kwa ajili ya kwenda kujenga ukuta. Inawezekana katikati ya maisha ya kwako kuna mahali ambapo umefika, kuna watoto. Roho Mtakatifu ananiambia habari ya mtu mmoja ambaye yuko Arusha, ambaye anatufuatilia majira haya. Aliamua kuacha shule yake kwa sababu baba yake anaumwa, akaamua kurudi nyumbani kwa ajili ya kumuuguza. Sikiliza nikuambie mpendwa wangu, neema ya Bwana itakufuata huko huko ulipo. Neema ya Bwana itakufuata huko huko ulipo. Neema ya Bwana itakuokoa. Neema ya Bwana itakubariki huko huko ulipo. Kwa nini? Kwa sababu umeamua kuacha elimu yako, umeamua kuacha mshahara wako, ukaamua kumtunza baba yako. Neema ya Bwana ikuongoze katika jina la Yesu. Mungu aendelee kukubariki mpendo wangu. Ninaona kijana akilia, ninaona kijana akifurahia. Baraka za Bwana zitafuatana nawe siku zote. Wa ndugu zake wanaona kama anaweza akawa maskini. Wewe hautakuwa maskini, wewe utaendelea kuitwa mbarikiwa sawa sawa na neno la Bwana. Kama wana wa Israeli katika kile kitabu cha Hesabu, maandiko yananiambia ya kwamba Balaki amefika mahali anatamani kuona wana wa Israeli wanalaaniwa kwa sababu wameingia katikati ya eneo lake. Maandiko yananiambia ya kwamba wakati Balaamu alipoingia katikati ya kile kijiji, akasema ya kwamba unawezaje kumlaani aliyebarikiwa? Na wewe ni mbarikiwa katika jina la Yesu. Unawezaje? Kuna watu wanatafuta kukulaani, kuna watu wanatafuta kukulaani kwa sababu ya maneno walioyasikia, hawana uhakika nayo, lakini wameamini. Na kuna wakati wanasema ya kwamba huyu mtu ngoja tutamfanyia kitu kibaya. Hakuna mtu atakayeweza kukufanyia kitu kibaya, maana wewe ni mbarikiwa katika jina la Yesu. Wewe ni mbarikiwa. Watatafuta kukulaani Desemba, watatafuta kukulaani Januari, watatafuta kukulaani Machi, watakukota unapeta katika jina la Yesu. Watakukota unaendelea kupeta katika jina la Yesu. Haleluya. Okay, neno la Bwana katika kile kitabu cha Nehemia. Neno la Bwana katika kitabu cha Nehemia sura ya 4. Ndio. Kuanzia ule mstari wa kuanzia mstari wa kwanza, neno la Mungu ule wa 4. Neno la Mungu linasema. Ndio. Lakini ikawa Sanbalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akaghadhabika, akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi. Tulia hapo. Sikiliza. Biblia inasema habari ya mtu mmoja alikuwa anaitwa Sanbalati, ambaye aliposikia ukuta unajengwa, Nehemia amekubali kuacha yote na kuja kujenga ukuta. Biblia inasema aliposikia ya kwamba ukuta unajengwa, akaghadhibika sana. Kama yule mtu anayesikia ya kwamba una matofali, unapiga matofali na umeweka mawe, unataka uanze msingi, anaposikia habari zako anaweza akaghadhibika sana. Anaposikia ya kwamba huyo mtoto wako amepata ajira, au anaposikia umepata ajira, anaghadhibika sana. Kazi ya adui ni kuchukia, lakini nadhani kuambia kwamba nyuso zao zitakuwa kama lumao, lakini utaendelea kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema aliposikia hizo habari ya kwamba ukuta unajengwa, akaghadhibika. Kuna watu watakunenea maneno mabaya kwa sababu ya kitu unachokifanya. Usiache kukifanya, songa mbele katika jina la Yesu. Haleluya. Ndio, endelea mtu wa Bwana. Mstari wa 2, kitabu cha Nehemia sura ya 4. Ndio. Akanena mbele ya ndugu zake,
na mbele ya jeshi la Samaria, na mbele ya jeshi la Samaria, akisema Wayahudi hawa wanyonge wanafanyeje? Je, watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu? Au watamaliza katika siku moja? Je, watayafuta mawe katika chungu hizi za kifusi, nayo yameteketezwa kwa moto? Basi Tobia, Biblia inasema basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye, akasema hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha, angeubomoa ukuta wao wa mawe. Sikia, tulia hapo. Biblia inasema baada ya yule jamaa anayeitwa Sambalati alipomaliza kusema ya kwamba hawa jamaa watafanyaje? Je, watafufua vifusi vya mawe? Kwa nini? Kwa sababu ukuta ulikuwa umebomolewa kiasi ambacho hauwezi kupata hata jiwe linaloonekana zaidi ya vifusi. Maandiko yananiambia jamaa akaanza kusema hawa Wayahudi wana akili timamu, hivi vitu wanavyovifanya hivi kweli wanavielewa? Akaanza kuwanenea maneno magumu akiamini ya kwamba hawawezi kufanya chochote. Sikiliza, yule Sambalati, Biblia anasema ya kwamba alikuwa ni mtu mkubwa sana katikati ya taifa la Samaria. Biblia inasema ya kwamba alisimamia kiti kikuu sana kama mkuu wa mkoa katikati ya maeneo yetu kipindi hiki. Maandiko yananiambia ya kwamba akaanza kuleta dharau mbele ya jeshi, akaanza kuleta dharau mbele ya ndugu zake. Lakini katikati ya lile eneo, maandiko yananiambia ya kwamba palikuwa na mtu mmoja anaitwa Tobia. Huyo mtu aliposimama na yeye akaanza kunena, akasema ya kwamba hichi kitu wanachokifanya hata akipanda mbweha kinaanguka, si ndio? Ni dharau iliyokithiri, kwamba hichi kitu wanachokifanya hawa jamaa hata mbweha mwenyewe akipanda juu yake kinaanguka. Hii biashara anayoifanya huyu jamaa, hata kama wakija watu 4 wanamaliza kaduka kazima. Watu wana maneno bwana, na maneno yao ni mabaya, na maneno yao ni makali. Biblia inaniambia ya kwamba huyu mwamba Nehemia hakusikiliza chochote kilichokuwa kinaongelewa. Yeye alilitazama kusudi la Bwana akiamini ya kwamba lazima litatumia tu. Kuna watu ambao wanahangaika na wewe, lakini nataka kuambia ya kwamba kusudi la Bwana aliloliandaa katika ya maisha ya kwako lazima litimie tu katika jina la Yesu. Inawezekana kuna mahali unafika watu wanakunenea maneno mabaya. Inawezekana kuna mahali unafika unatamani hata kukata tamaa. Wewe usisikilize wanachokisema. Mwambie jirani yako funga pamba kwenye masikio yako. Mwambie neno la Bwana tu ndio lipenye ndani yako, lakini maneno yao yafute. Sema nyie mnasema. Biblia inasema ya kwamba nyie mwasema. Kuna mahali ambapo Yesu alipita katikati ya wale ambao walikuwa ni watesi wake, wakaanza kumshutumu kwa maneno. Ikafika mahali Biblia inaniambia ya kwamba Yesu akawaambia nyie mwasema. Kuna mahali ambapo watakuja katikati ya malango yako, watakushutumu kwa maneno. Waambie nyie mwasema, lakini mimi naendelea mbele. Mimi naendelea kuchanja mbuga. Mwambie mwenzako chanja mbuga. Usiogope habari ya maneno yao. Endelea kusonga mbele katika jina la Yesu. Ni kweli ya kwamba maneno yao yanakaraha. Ni kweli ya kwamba maneno yao yanaumiza, lakini sitaishi hapa. Nitaendelea kusonga mbele katika jina la Yesu. Watasema asubuhi, watasema na mchana, watasema na jioni, na usiku watalala. Mimi ninaendelea kusonga mbele katika jina la Yesu. Haya. Ungegonga kwa jirani yako, mwambie songa mbele. Gonga tena kwa jirani yako. Inawezekana uko barazani unatufuatilia. Gonga kwa jirani yako, mwambie songa mbele. Gonga kwa mume wako, mwambie baba, wala usisikilize maneno yao. Endelea mbele katika biashara yetu. Endelea mbele katika mifugo yetu. Endelea mbele katika watoto wetu. Wala usiache, songa mbele. Ni kweli yale maneno yalikuwa yanakatisha tamaa, lakini wala hawakukata tamaa. Wao waliendelea
kusonga katika jina la Yesu. Ni kweli ya kwamba hayo maneno anayokutamkia yanakukatisha tamaa, lakini usianguke, usivunjike moyo, endelea kusonga mbele katika jina la Yesu. Ni kweli kwamba kuna maneno anayotamka katika familia yako. Roho Mtakatifu ananiambia habari ya mama mmoja ambaye yuko mahali hapa, ametamkiwa maneno magomo katika maisha yake. Kuna mahali amefika, moyo wake umezimia. Nipo hapa kwa ajili ya kukuambia ya kwamba niko neno la ufufuo ndani ya maisha yako. Ninalitamka neno la ufufuo katika familia yako. Ninalitamka kwa jina la Yesu. Biblia inaniambia ya kwamba Isaya alipoona mambo yanakuwa magomo, ikafika mahali akawaambia watu wake, kila mmoja na ajinenee maneno mazuri, aseme ya kwamba hata katika hili mimi ninapita katika jina la Yesu. Sema hata katika hili ninapenya. Haleluya, haleluya. Mwambie mwenzako usiogope maneno ya. Usiogope maneno ya. Biblia inasema jamaa waliposikia, ukisoma Biblia yako utaelewa. Waliposikia, Nehemia alikuwa ni mtu mwenye akili sana. Akawafundisha watu wake, akawaambia siwaambii kwamba Mungu atawafunika nyuso watu wetu ili wasije kushindana na sisi, lakini nataka niwafundishe habari ya umaridadi. Akawaambia mkono moja kamata tofali, mkono wa pili kamata silaha, ili watakapokuja kushoto tunashindana nao. Kwa hiyo kila wakati wakawa wako kivita vita. Tembea kivita vita, usiogope. Inawezekana kuna jirani yako unayempenda, lakini tembea kivita vita, maana kuna siku anaweza akabadilika huyu akawa nyoka. Wanadamu wana tabia ya kubadilika bwana. Tembea kivita vita. Haleluya. Na silaha ya kwanza maombi. Tembea kivita. Silaha ya kwanza maombi. Biblia inasema watashindana nawe lakini hawatashinda. Karabasheterika sata. Ninaona mtu anayeshindana katika ulimwengu wa kiroho. Hutashinda, hautaweza kumshinda yule unayeshindana naye, wala usidanganywe na mtu. Ninaona kuna mtu ambaye anapambaniwa kumalizwa kabisa na kizazi chake kumalizwa kabisa, na amenenewa na maneno yakapelekwa hata katikati ya mlango ili yatokee maanguko katikati ya maisha yako. Sikiliza nikwambia, hata kama waseme kwa namna gani, wewe endelea kusonga mbele katika jina la Yesu. Tembea kivita vita. Mwambie mwenzako tembea kivita vita. Tembea kivita vita. Mwambie tena tembea kivita vita. Tembea kivita vita. Ukisoma ule mstari wa 4, maandiko yananiambia ya kwamba jamaa waliposikia taarifa mbaya za kina Tobia, za kina Sambalati, kitu kikubwa alichokifanya, alimgeukia Bwana. Kwa hiyo katikati ya vita yako ulio nayo, kitu kikubwa ambacho nakushauri, mtazame Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako mtazame Bwana. Mwambie tena mtazame Bwana. Mwambie tena mtazame Bwana. Haleluya. Nalipenda sana neno la Bwana. Biblia inaniambia katika kile kitabu kile cha Ayubu sura ya 19 mstari wa 2. Naomba mwalimu nisomee kitabu cha Ayubu. Ayubu ni nabii aliyekutana na mambo mengi magumu, aliyekutana na vita, aliyekutana na shida, aliyekutana na dhiki nyingi, taabu za kila namna. Biblia inasema alikuwa na marafiki zake. Marafiki zake walimnenea maneno mabaya kwa sababu ya shida anayopitia, hali ya magonjwa anayopitia, hali ya dhiki anayopitia. Wakaanza kumtamkia maneno mabaya, maneno ya ajabu ambayo yalikuwa yanamkatisha hata Ayubu tamaa. Biblia inasema ya kwamba Ayubu alighadhabika sana ndani ya moyo wake. Naomba mwalimu usome kitabu cha Ayubu sura ile ya 19 mstari ule wa 2. Kama mwalimu hajapata, naomba mtu mwingine anisomee. Shika maiki dada. Neno la Mungu
katika kile kitabu cha Ayubu sura ile ya 19 mstari wa 2. Biblia inasema nini? Ayubu 19 mstari wa 2 unasema, ndio, je, mtanichukia nafsi yangu hata lini? Ndugu zake wanamchukia, rafiki zake wanamchukia. Anawauliza, je, mtanichukia nafsi yangu hata lini? Na kunivunja vunja kwa maneno. Na kunivunja vunja. Kuna watu maneno yao yana sumu, yanavunja vunja, yanavunja vunja. Ndio. Mara 10 hizi mmenishtumu. Mara 10 mmenishtumu. Hamuoni haya kunifanyia mambo magumu? Hamuoni haya kunifanyia mambo magumu? Ingawaje nimekosa. Kosa langu hukaa kwangu mwenyewe. Kosa langu hukaa kwangu mwenyewe. Samahani dada, asante. Na tu uendelee kusoma. Ukisoma huo mlango wa 19 mstari wa 2, nenda ukasome ule mlango wa 22, utaendelea kuona vitu vizuri. Biblia inasema hawa jamaa rafiki zake Ayubu, ikafika mahali wanamshutumu, ikafika mahali wanamnenea maneno ya kumvunja moyo, ikafika mahali wanamnenea maneno ya kumkatisha tamaa, ikafika mahali Ayubu akachoka kwa maneno wanayoyasema. Kama alivyokuwepo Ayubu wa leo ambaye ninakusanyika naye hapa na ambaye ananisikiliza. Sikiliza nikuambie, kuna maneno yametamkwa katikati ya maisha yako, lakini usiogope. Hao wana nguvu ya kuvunja moyo, lakini Mungu ana nguvu ya kutibu moyo uliovunjika. Katikati ya mioyo yote iliyovunjika mahali hapa, ninatangaza katika jina la Yesu ya kwamba majeraha yote yanafutika na mnaendelea kuonekana mkiwa mbali katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Kuna rafiki yangu mmoja yuko pale Msindo, alikuwa ni muuza pombe. Nafikiri kuna siku alikuja hapa nikawaambia, si ndio? Yule kijana alikuwa akiwahubiria vijana wenzake baada ya kuokoka. Ananiambia wakati wa mwisho kusikia sauti ya wokovu ni kipindi ambacho alikuwa ameagiza mzigo wa milioni 3. Alafu Roho Mtakatifu anamwambia mwaga pombe. Anasema nikashindana na ile sauti, lakini nikamwambia Mungu, kama unaniita hili nitalishinda. Anasema chupa zote akazipasua pasua, akaanza kuingia Evening Glory. Anasema wakati nilipokuwa nikipita kwenye Evening Glory, neno la kwanza nililokutana nalo, anaigiza hataweza. Haleluya, hataweza, hatafika mahali popote. Kwa hiyo huyu jamaa ni kweli kwamba anatuigizia kwamba amebadilika, anatuigizia kwamba ameokoka, lakini hataweza. Anasema na mbaya zaidi, wengine ambao walikuwa wananitamkia hayo maneno ni wale ambao nilitegemea kwamba watanishika mkono katika maisha yangu mapya ambayo nimeamua, lakini wakatumika wao, wakawa wananisemea mabaya. Kijana ana duka. Nenda pale, ukifika pale Msindo, fuatilia lile duka lake utaona. Anasema akaanza kuwahubiria, kuwaambia wenzake habari ya Evening Glory. Wenzake wakamwambia, acha ujinga wewe, unadanganywa, unaacha kufanya biashara yako, unakimbilia kwenye Evening Glory. Wewe una akili timamu kweli? Anasema ikafika mahali nikamwambia Mungu, sitawahubiria tena. Akamwambia wacha duka langu lihubiri. Akasema wacha maisha yangu ya hubiri. Sasa hivi ukifika pale kwenye lile duka la yule kijana, hakuna hata mahali pa kuwekea mguu. Kila anayefika pale anasema, mbona unapiga hatua hivi? Kwa hiyo duka limehubiri na linaendelea kuhubiri, na anasema litaendelea kuhubiri. Ukiingia kwenye banda lake la nguruwe, nguruwe ni wa kutosha leo. Ana nguruwe kama nguruwe ambao hawaeleweki katikati ya ile eneo. Ukiangalia ile mbegu haieleweki kwamba ni mbegu ya kisasa au ni mbegu ya wapi. Ananiambia ya kwamba sielewi kwamba hizi pesa zinakujaje, na shangaa tu nikiongezeka. Na
nikwambia ya kwamba kuna mahali utafika, unashangaa tu ukiongezeka. Watu wanauliza ya kwamba nini siri ya mafanikio yako, wala hata wewe mwenyewe hauijui. Kwa nini? Kwa sababu ni Bwana anatenda. Ninamkaribisha Bwana katikati ya malango yako siku hii ya leo. Ninamkaribisha tena katika jina la Yesu. Sikiliza nikwambie habari ya mtu mmoja. Biblia inaniambia habari ya mtu mmoja alikuwa anajulikana kwa jina la Zakayo. Biblia inasema Zakayo ukimwangalia katikati ya sifa zake alikuwa ni mtu mfupi wa kimo. Biblia inasema aliposikia ya kwamba Yesu anapita, akafika mahali akasema, hapana, wacha nikimbie na mimi nimuone huyo mwanaume. Biblia inasema ya kwamba akapanda juu ya mkuyu, akaanza kumtazama huyo mwanaume akipita katikati ya msongamano wa watu. Biblia inasema akafika mahali mwanaume akamuona Bwana. Mwanaume akamwambia ya kwamba shuka Zakayo. Akamwambia leo wokovu umeingia nyumbani mwako. Sikiliza nikwambie ya kwamba kuna mahali umefika, unatamani kuziona nguvu za Mungu wala uzione. Umesimama kwenye njia, umesimama kwenye imani, unasema ya kwamba nina haja ya kuziona hizo nguvu za mwamba. Leo nataka kutangazia kwamba wokovu umeingia nyumbani kwako. Lazima utamuona Mungu wa viwango vingine. Watu watakapopita katikati ya kazi zako wataanza kuulizana, mbona yeye anabarikiwa sana? Mbona analima sawa sawa na sisi? Mbona ana duka kama la kwetu? Mbona ana kila kitu kama cha kwetu? Lakini anashangaa ya kwamba unaendelea kuongezeka katika jina la Yesu. Unaendelea kubarikiwa katika jina la Yesu, na baraka za ambazo Mungu ameziandaa kwa ajili yako hakuna mtu wa kuzizuia, hakuna mtu wa kuzisimamisha, hakuna mtu anayeweza kuzipunguza. Biblia inaniambia ya kwamba ikafika mahali, kuna mwanamke mmoja akafika mahali akaona ya kwamba mambo yako ni magumu, akaona hali yake ni ngumu. Biblia inasema ya kwamba akaona kizazi chake kimekufa, lakini ikafika mahali akamwambia yule mtumwa wake, akamwambia, sikiliza mtumwa wangu, ninachotaka ni kitu kimoja. Nataka uchape punda mpaka kwa nabii ili aweze kutangaza neno la ufufuo. Mimi ni nabii wako wa leo, ninalitangaza neno la ufufuo katikati ya maisha yako. Kila kitu kilichokufa katikati ya malango yako, ninatangaza ya kwamba kitafufuka katika jina la Yesu, kitafufuka katika jina la Yesu, kitafufuka katika jina la Yesu. Sikiliza nikwambie, haijalishi ya kwamba waliokiua wako karibu na wewe, haijalishi ya kwamba waliokuua wanajulikana, haijalishi ya kwamba waliokuua wana nafasi kubwa kuliko wewe. Sikiliza nikwambie, kila kitu kitafufuka. Mashamba yako yatafufuka. Ninatangaza rutuba ya ng'ombe zako zitoe maziwa. Biashara yako ilete wateja, sio wateja tu wanaoulizia vitu, ni wateja wanaonunua vitu. Haleluya, haleluya. Katika elimu yako Bwana alete watu watakaosoma na wewe. Bwana alete watu watakaosoma na watoto wako. Bwana alete watu watakao kutangaza. Bwana alete watu watakao kunenea mema. Bwana alete watu. Haleluya, haleluya. Bwana alete watu. Bwana alete watu. Bwana alete watu. Sikiliza nikwambie habari za Yesu. Sikiliza nikwambie habari za Yesu. Kuna mahali ambapo Yusufu alimpeleka gerezani, wakasema ya kwamba achomoke tena. Kumbe amefika gerezani ili atajwe upya. Kuna wakati wanakufikisha mahali fulani, wanafikiri ya kwamba tumemtundika gerezani, kumbe Bwana ameruhusu ili utajwe tena, ili utajwe tena. Utatajwa tena katika jina la Yesu, utatajwa tena. Haleluya, 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 haleluya tena, haleluya tena. Ayayaya, sikiliza nikwambie, kuna watu ambao wamekukatia tamaa, lakini utatajwa tena katika jina la Yesu. Kuna watu ambao wamekusahau katika maisha yako, lakini utatajwa tena katika jina la Yesu. Kuna watu ambao wamelisahau jina lako, lakini watarudia kulitaja tena katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Sifa ni kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Neno la Bwana leo liko mahali hapa, maana linakwenda kuwafungua waliofungwa. Haleluya. Mara kwa mara unafeli,
sababu Yesu hajaingilia. Ndio. Mara kwa mara unafeli. Ndio. Sababu Yesu si kipaumbele. Yes. Akiingilia Yesu, mambo yote sawa. Akiingilia Yesu, mambo yote sawa. Akiingilia Yesu, mambo yote sawa. Haleluya! Yesu aingilie katikati ya maisha yako. Yesu aingilie katikati ya watoto wako. Yesu aingilie katikati ya mashamba yako. Yesu aingilie katikati ya ndoa yako. Yesu aingilie katikati ya nyumba yako. Yesu aingilie katika jina la Yesu. Afanye kitu katikati ya malango yako. Afanye kitu katikati ya nyumba yako. Malango yako yawe ya baraka. Ukitoka ni baraka, ukiingia ni baraka, ukitembea ni baraka. Ungegonga kwa watu wawili, simama ugonge kwa watu wawili. Gonga kwa watu wawili, gonga kwa watu wawili. Gonga kwa watu wawili, gonga kwa watu wawili. Gonga kwa watu wawili. Gonga tena 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 tena. Jamani raha, kwa Yesu raha, raha yo, Raha Yesu raha. Jamani raha. Hebu wacheza segere. Wangapi wanacheza segere ya Yesu? Segere ya Yesu. Hebu nyosha mikono namna hii. nataka nipone leo. Jamani nataka Yesu, nataka nipone leo. Jamani nataka Yesu, nataka nipone leo. Jamani nataka Yesu, nataka nipone leo. Nimefilisika, nataka nipone leo. Jamani nataka Yesu, nataka nipone leo. Sema nimekwisha, nataka Yesu leo. Jamani nataka Yesu, nataka nipone leo. Nataka nipone leo. Nataka nipone leo. Nataka nipone leo. Nataka nipone leo.
nataka nipone leo. Hebu sema sema hebu sema tena hebu sema tena sema pametikiswa. Sema tena pametikiswa. Alafu pametikisika. Sema tena pametikisika. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako, unaona Mwambie vilivyofungwa vimefunguliwa katika jina la Yesu. Haleluya. Biblia inasema na aliye dhaifu na aseme. Na asemeje? Aseme mimi ni mzima. Bwana Yesu asifiwe. Ninatangaza kila kidhaifu katikati ya maisha yako ya kwamba kimeokoka kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Yesu ni mtamu jamani. Yesu ni mzuri jamani. Onja uone. Haleluya. Okay. Inawezekana mahali popote ulipo, inawezekana kuna mahali umefika, ukiangalia maisha yako unasema hapa nilipofika sasa ninataka nimsogezee Yesu maisha yangu. Mahali popote ulipo unaweza ukasimama tu hapo ulipo, uko barazani, unatamani umkabidhi Yesu maisha yako, uko kwenye usafiri wako, unafuatilia channel hii, unataka umkabidhi Yesu maisha yako. Naomba usimame hapo mahali ulipo, alafu mkono wako inua juu. Na hata kama hata katikati yetu kuna mtu anataka ampe Yesu maisha, hapa tulipo unaweza tukusogea huku mbele, uje umpe Yesu maisha yako. Sogea tu hapa, unahitaji kumpa Yesu maisha yako, sogea hapa. Unasema nimepita mahali pagumu, nimepita katikati ya maisha magumu, nimewanenea wengine maneno mabaya, kuna mahali nimefika, nimemkosa Mungu wangu. Sogea mbele, umpe Yesu maisha yako. Sogea mbele. Asante mtumishi wa Bwana, sogea tu hapo. Unataka umpe Yesu maisha yako. Umevuruga watu, umetesa wengine, umeshindana na wengine, na leo unatamani umpe Yesu maisha yako. Naomba unigeukie mtumishi wa Mungu. Mwokozi wangu, unapozuru wengine, Nyosha mikono yako namna hii. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema leo ninarudi kwako. Ninarudi kwako. Kuna mahali nimefika. Kuna mahali nimefika. Nimekukosea.
kwa sababu ya matendo yangu mabaya katikati ya watu na katikati yako. Lakini leo ninakuja kwako ili unitengeneze tena. Sema Bwana Yesu, Rahabu alikuwa hafai, lakini ukamtengeneza. Na mimi leo nimekuja kwako ili unitengeneze. Yesu, naomba mahali popote uliponihesabia makosa yangu, ninaomba rehema zako, ninaomba msamaha wako. Asante kwa kuwa nina imani ya kwamba wewe unasamehe, na mimi leo nimekuja kwako ili uweze kunisamehe. Asante kwa kunisamehe. Mtumishi wa Mungu, mchungaji wetu, karibu ili uweze kutangazia watumishi wako neno na hata wale wengine ambao wanatufuatilia, watamkie neno. Naomba mseme, Yesu Kristo uliye mwaminifu katika maisha yangu, ninakuja kwako mimi mwenye dhambi, unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, unioshe kabisa, unitakase uovu wangu, maana mimi nimejua makosa yangu na dhambi yangu mbele yangu daima. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, Mungu unayetupenda upeo, Mungu unayejishughulisha na maisha yetu usiku na mchana, Mungu unayetujali, tumekuja mbele zako maana tuna haja nawe Bwana. Tunajua tumekukosea na hatuna mahali pengine pa kwenda bali ni kwako. Watoto wako wanasogea kwa huzuni, maana wamefarakana na baba yao, wanahitaji kurudi rahani mwao kama jinsi mwana mpotevu alivyorejea. Wamerejea Bwana. Kila mtu ana neno analozungumza na wewe kwa siri. Usinyamaze Mungu. Wasikie watoto wako. Wamekuja wakisema wanatubu. Wamekuja wakiwa na unyenyekevu. Haja ya mioyo yao wakutane na wewe Bwana. Uguse maisha yao kwa namna unavyopenda, ili wakae mikononi mwako siku zote. Amen. Tumshangilie Kristo. Asante sana Pastor. Bwana Yesu asifiwe. Niombe ukamate, turudi tu, ukamate sadaka yako. Nafahamu leo watu wamepitia katika kipindi cha huzuni, simanzi kwa sababu ya msiba ambao ulitupata, na nafahamu ya kwamba watu wamechoka, maana tulivyotoka msibani tulikuja tu hapa. Kwa hiyo siku ya kesho ni siku ya kuwashughulikia wanaokutamkia wewe mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Na kuyashughulikia yale maneno mabaya uliotamkiwa, kuyashughulikia yale maneno mabaya uliotamkiwa na ndugu zako. Hata wakati mwingine wazazi wetu mlitutamkia maneno mabaya. Kwa hiyo ni siku ya kuyashughulikia yale maneno. Kwa hiyo kamata sadaka yako. Tutakapoomba, mtumishi wa Mungu atakapopita, mwinjilisti wetu Ngelula Elisamehe atakapopita kwa ajili ya kuziombea sadaka zetu, tutaomba tarumbeta, watatutoa ili kufanya tusizidi kuchoka tukashindwa kesho kuja ibadani. Kwa hiyo naomba sana wale ambao tutaenda kule Mshewa, tujitahidi sana. Ukitoka Mshewa wewe ni moja kwa moja na kwaya, tufahamu kwamba sisi tunapata nafasi ya kwanza. Kwa hiyo tujitahidi kuwahi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati mtumishi wa Mungu anapopita, shikilia hiyo sadaka yako popote ulipo, ikamatie hiyo sadaka yako vizuri. Na leo tutafunga hapa
Baada ya hapo ataomba na mwisho wa siku atafunga, na hatimaye baada ya hapo tutarejea kule nyumbani. Karibu mtumishi wa Mungu. Yesu, 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 unisikie Mwokozi wangu, unapozuru Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Shika sadaka yako, inua mkono wako juu, niombe tusimame. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunayo kila sababu ya kukushukuru na kuliinua jina lako takatifu, kwa sababu mwema katikati ya maisha yetu. Asante kwa ajili ya neno lako la uzima ambalo kila mmoja ameenda kulisikia, na ninaamini hakika ya kwamba kila mmoja atatoka katika hatua moja na kuingia hatua nyingine. Bwana, tunajiachilia mikononi mwako muda na majira haya, watoto wako tunapokutolea sadaka hii. Ninajua hakika ya kwamba kila mmoja analo hitaji lake la kimwili na la kiroho, lakini kupitia sadaka hii Mungu, na kuomba ukasikie maombi ya watoto wako, ukawape mahitaji yao Bwana, ili wakaendelee kuona ukuu wako na uweza wako katikati ya maisha yao, ili mwisho wa yote sifa na utukufu vikurudie wewe, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni tumtolee Bwana. Mimi siwezi jambo lolote ila wewe Yesu, mimi siwezi neno lolote ila wewe Yesu, mimi siwezi jambo lolote ila wewe Yesu, mimi siwezi neno lolote ila wewe Yesu, mimi siwezi jambo lolote ila wewe Yesu, mimi siwezi neno lolote ila wewe Yesu, mimi siwezi jambo lolote ila wewe Yesu, mimi siwezi neno lolote ila wewe Yesu, mimi siwezi jambo lolote ila wewe Yesu, mimi siwezi neno lolote ila wewe Yesu. Namshukuru Mungu, haleluya, namshukuru Mungu, amen. Namshukuru Mungu, haleluya, namshukuru Mungu, simama tu. Namshukuru Mungu, haleluya, namshukuru Mungu, amen. Namshukuru Mungu, haleluya, namshukuru Mungu, amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Naomba tusimame tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunakushukuru kwa kuwa Bwana umekuwa pamoja nasi
katika siku hii ya leo. Sante kwa ajili ya neno lako Bwana. Sante kwa ajili ya yote ambayo yametendeka mahali hapa. Tunakushukuru hata kwa ajili ya sadaka ambazo watoto wako wamekushukuru. Hata sasa tunaendelea kuwaweka mikononi mwako watoto wako wanapoondoka katika viwanja hivi. Tunaitanguliza damu ya Yesu kila mahali watakapoendea Bwana. Hata wale ambao wanatembea kwa magari, walioko njiani huko na huko Bwana, katikati ya wale wote ambao tumekuwa pamoja nao. Wengine wamekuwa katika vyombo vyao vya kusafiria, wamesimama kwa ajili ya kuungana pamoja na sisi. Baba wa rehema, hata sasa wanapoendelea na safari zao, wengine wako kwenye nyumba zao. Baba, tunaendelea kusema damu ya Yesu ikafunike. Hata usiku huu Bwana, wanapoendelea kutafakari juu ya ukuu na uweza wako Bwana, tuatamie sisi sote Bwana. Twajiachia mikononi mwako Kristo Yesu, wewe unayeweza kututunza, ukaendelee kututunza ili siku ya kesho tena tukaweze kurejea mahali hapa, tukaweze kula na kunywa mezani pako Bwana. Asante Roho Mtakatifu, maana wewe ni mwaminifu Bwana. Utaendelea kutuatamia na kutukumbusha neno lako likaendelee kusema nasi hata usiku huu. Ndipo usiku huu Bwana, kila watoto wako watakapolala, tunaiachilia ile damu ya Yesu. Yule mharibifu asije akaharibu maisha yao. Hata usiku huu wachawi na walozi wakapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Watoto wako wakalale vizuri, maana neno lako linasema unampa mpenzi wako usingizi mwema Bwana. Tunaomba usiku mwema, tukalale vizuri, tukaendelee kulitukuza jina lako. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kila mwenye pumzi aseme amen. 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 Nimkaribishe mchungaji kwa ajili ya kutoa baraka. Karibu sana mchungaji. Karibu. Pokeeni baraka ya Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tuenende kwa amani ya Bwana.